by right, empowering by light, ama kupewa nguvu kupitia kwa mwangaza. Asubuhi ya siku ya leo, I wish to start with one statement that says, there were people who met with Jesus once, and Jesus changed their lives forever. Kuna watu ambao walikutana na Yesu mara moja ndani ya maisha yao, na Yesu akaweza kubadilisha maisha yao kwa wakati wote wa maisha yao. Bwana sifiwe. Tukiangalia pale kwa Biblia, kuna mwanamke aliyekuwa amemwagika na damu kwa miaka 12 na hakupatana na Yesu na kuishi na yeye, lakini alipatana na Yesu tu kwa siku moja. Bwana sifiwe. Hiyo siku ilibadilisha maisha yake yote. Bwana sifiwe. Maandiko matakatifu wakati unasoma mahali pale, inasema ya kwamba alikuwa amespend ama ametumia kile ambacho alikuwa nacho ndani ya maisha yake yote, lakini wakati ambapo alipatana na Yesu aliweza kupokea baraka, aliweza kupokea kibali ndani ya maisha yake. Asubuhi ya siku ya leo nataka kusema ya kwamba tumepatana na Yesu kwa jinsi. Nataka kuuliza, tumepatana na Yesu kwa jinsi gani? Bwana sifiwe. Yesu wakati tunapatana naye anakuwa mwangaza ndani ya maisha yetu. Wakati ambao unataka kuona na uko kwa giza, ni lazima uhitaji mwangaza. Na ningependa kuhubiri kuhusu mwangaza asubuhi ya siku ya leo, kwa sababu tumeukosa kwa wingi ndani ya maisha yetu, ya kwamba hata mwaka huu tumesafiri, tumetembea, na labda hatujaona mwangaza ndani ya maisha yetu. We must obtain the righteousness. Asubuhi ya siku ya leo, mhubiri aliyekuwa anahubiri amesema kuhusu utakatifu. We must obtain the righteousness in our lives, ya kwamba tunaposafiri ndani ya maisha yetu tunafaa kusafiri kwa utukufu na kwa ushindi, tukiwa watu wenye haki. Bwana asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Warumi, Romans chapter number 10, ukisoma 9 and 10, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufuka katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Asubuhi ya siku ya leo nataka kusema ya kwamba katika maisha yetu Yesu anakuja kuzaliwa. Tunaamini ya kwamba Krismasi tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Bwana asifiwe. I said again that there are pillars that support something that we call the salvation. Ukitaka kutembea ndani ya utakatifu, kuna vitu utaweza kuamini ndani yake, ama kuna vitu ambavyo vitakubeba wewe mwenyewe uweze kutembea ndani ya utakatifu na ndani ya ushindi wa Yesu. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza ni trusting the earth work of Jesus. Trusting the earth work of Jesus. Wakati Yesu amezaliwa, ataweza kusafiri katika ulimwengu huu kama mwanadamu, in this earth. Bwana asifiwe. Kitu ya pili ni the death of Jesus, ya kwamba Yesu atakaposafiri itafika wakati wake wa mwisho na wakati wake wa kukufa. Bwana asifiwe. Kitu ya tatu ni the burial of Jesus. Yesu ametembea, Yesu amekufa. Akishakufa ni lazima azikwe. Bwana asifiwe. Ni lazima atekelezwe kitendo cha kuzikwa pale kaburini. Bwana asifiwe. Ile kitu ya mwisho ni the resurrection of Jesus Christ, ama kufufuka kwake Yesu. Ukikosa kuamini mambo haya ambayo ninakwambia asubuhi ya siku ya leo, hakuna mwangaza utaona ndani ya maisha yako. Hakuna kitu kitatakazwa na wokovu ndani ya maisha yako, kwa sababu ukikosa kujua Yesu alisafiri kama wewe ndani ya ulimwengu huu, hautasafiri salama. Bwana asifiwe. Utaona ni kama zuizi, lakini wakati unaonelea kwamba Yesu alipitia hii matatizo ambayo unapitia, utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo, nitafanya namna gani niweze kuona mwangaza uking'aa ndani ya maisha yangu? Nitaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika ulimwengu huu, aligoja kifo kama mwanadamu yule mwingine, lakini kwa akili yake ama kwa mawazo yake aliwaza ya kwamba kuna ufufuko. Bwana asifiwe. Ukiangalia Shadrach, Meshach na Abednego
waliporushwa ndani ya moto, waliamini ya kwamba tukisimama hapa nje ya moto tuna Mungu, tukiingia ndani ya moto tuna Mungu. Ni mambo gani umepitia mwaka huu? Asubuhi ya siku ya leo nataka kukuambia kuna mwangaza ambao unakuja asubuhi ya siku ya leo, mwangaza mpya ambao ni Yesu Kristo. Je, atazaliwa ndani ya maisha yako? Kuna watu wanasema hii is the time of an event. Ukienda kwa kanisa zingine tofauti, labda utasikia this is the second time of the advent. Labda wanasoma katika kitabu cha Mathayo 3, wanasema ya kwamba John is preparing the way of Jesus, is there preparing mahali Yesu atapitia. Mahali pale wewe umetengeneza ya kwamba Yesu atakapokuja kuzaliwa atazaliwa ndani ya maisha yako, utasafiri ndani na yeye ndani ya maisha hii. And number 2 is that you obtain abundance grace. Praise the name of the Lord. You obtain the grace from the Lord. There are 2 things that represent light. Bwana asifiwe. Kuna vitu mbili ambazo zinaonesha mwangaza ndani ya maisha yako. Kitu ya kwanza tunakiita the knowledge. The knowledge that you have in your life, it shows and it indicates light in your life. Asubuhi ya siku ya leo, kama unaamini ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, kuna knowledge ambayo iko ndani yako inasema ya kwamba kwa sababu ulimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kwamba ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufuka katika wafu, na hivyo basi utaokoka. Bwana sifiwe. Asubuhi ya siku ya leo una ile knowledge ya kwamba unajua kwamba unapotembea, ukiwa kazini, ukiwa katika biashara, ukiwa unatekeleza kile ambacho unatekeleza, unajua kwamba Yesu alikufa ili dhambi zako zikaweze kusamehewa. Asubuhi ya siku ya leo nataka ubadilishe moyo wako ya kwamba upokee huo mwangaza ambao ulifufuka na Yesu Kristo, ya kwamba katika mwaka huu umepitia mambo mengi, lakini mwaka uendapo kuisha, nataka ukazike kile ambacho unaona ni kama ni nguvu pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Na wakati utakuwa ukifufuka, akitaelewa lugha ya kufufuka, hivyo basi kitaachwa pale na wewe utafufuka. Bwana asifiwe. Number 2 is manifestation. Praise the name of the Lord. The Bible says that Jesus received knowledge maybe for about 12 years, and about 18 years Jesus was seeking for knowledge. Yesu alikuwa na neema ya Mungu, lakini alifika wakati akahitaji knowledge ya Mungu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo, iwe ni jukumu yako kusoma maandiko, iwe ni jukumu yako kujua kwamba ninapohitaji mwangaza ndani yangu, ndani ya maisha yangu, nihitajipo mwangaza, nitafanya nini? Na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki na kupa neema. Nataka tukasome katika kitabu cha 1 Timotheo wa kwanza chapter 4, 15 and 16. 1 Timothy chapter 4, 15 and 16. Pastor utatusomea kwa lugha ya Swahili, tutasoma kwa Kiingereza. Biblia inasema, meditate upon these things, give yourself wholly to them, that the profiting may appear to all. Take heed unto yourself, and unto the doctrine continue in them. For in doing this thou shalt both save yourself and them that hear thee. Inasema uwe na bidii katika mambo haya, ujitolee kwa ajili ya mambo haya kikamilifu, ili kila mtu aone kuendelea kwako. Jilinde sana nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika hayo, kwa maana kwa kufanya hivyo utajiokoa wewe mwenyewe pamoja na wale wanaokusikia. I want to say that light leads to maturity and stature. Light leads to maturity and stature. Wakati unapokea mwangaza ndani ya maisha yako, you mature and you have something that we call stature. There are people, the same hospital that a person was received as a patient
through knowledge he can become the doctor of the same hospital. Bwana sifiwe. Mtu anaweza kuwa amepelekwa hospitali kama anaenda kutibiwa. Bwana sifiwe. Aende alale pale akiwa na miaka 15. Bwana sifiwe. And through knowledge aende asome na miaka ingine inaelekea 20 akuje kutibu ndani ya ile hospitali. Bwana sifiwe. Ninataka kumaanisha nini? Katika maisha yako labda kuna kitu ilikukalia kwa wakati tofauti, wakati mwingine ambao ulikuwa ndani ya maisha yako. Bwana sifiwe. Lakini ikafika wakati ukakuwa ndiwe daktari wa ile jambo. Asubuhi ya siku ya leo mwangaza inatuwezesha ya kwamba ile hospitali ambayo tulilazwa kama wagonjwa tutakuja kutibu mahali pale. Bwana sifiwe. Ile shida ilikukalia wakati ambao huku umeokoka, unakuja kuwa daktari wa ile shida wakati umeokoka. Bwana sifiwe. Asubuhi ya siku ya leo unamtangaza Yesu kama nani? Je, Yesu anaonekana akiwa mwangaza ndani ya maisha yako? Katika kazi yako Yesu anaonekana akiwa mwangaza ndani ya maisha yako, ama unatembea anaonekana ni kama giza? Bwana sifiwe. Wakati tunasema kuhusu maombi, we talk about James chapter 5 verse 13. Is any among you afflicted? Let him pray. Bwana sifiwe. The Bible says that preach good news to the poor. Bwana sifiwe. Tunatarajia kwamba kile kitu ambacho kinafaa kupewa poor people is maybe what we think, but it's not that. It's good news. The things about prayer, the news that communicate the love of God, the things that communicate the presence of God. Bwana sifiwe. Asubuhi ya siku ya leo mwangaza umekuwezeshaje? Bwana sifiwe. Hakuna mahali kuna mwangaza na kunaonekana giza. Nataka tukasome katika kitabu cha Yeremia chapter 6 verse 16. Yeremia chapter 6 verse 16. Jeremiah 16 verse 16. Jeremiah 6:16. Pastor, ningeomba ukatusomea kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, simama kwenye njia panda utazame, ulizia mapito ya zamani, ulizia wapi ilipo njia nzuri, uifuate hiyo, nani mtapata raha nafsini mwenu, lakini nyinyi mlisema hatutaipita hivyo. Bwana asifiwe. Biblia inasema Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Bwana asifiwe. Sio kanisani, lakini simameni katika njia kuu, waone watu ambao wanapita mahali pale katika ile njia kuu. Wazungumzieni kuhusu mambo ya zamani ama mambo ya kale. Mambo ya kale ni mambo ambao wanafanya wale ambao hawajapata wokovu. Bwana asifiwe. Iwapi njia iliyo njema? Hiyo ni swali ambao mnapaswa kuuliza wakati mnawaona pale. Waulizeni, iwapi njia ambayo ni njema? Iwapi njia ambayo inaonesha nuru? Iwapi njia ambayo inaonesha mwangaza ndani ya maisha yenu? Asubuhi ya siku ya leo nataka kuuliza, iwapi ama umeiwacha wapi njia ambayo inaonesha ushindi? Mwaka ukiisha, njia ya Kristo ndiyo njia ya neema, njia ya Kristo ndiyo njia ya baraka. Umeiwacha wapi hiyo njia ambayo inaelekeza watu kwenye ushindi? Asubuhi ya siku ya leo nataka kuwashikane na hiyo njia ambayo inawa na neema, hiyo njia ya Yesu Kristo ambayo alipitia, ambayo ni njia ambayo inabadilisha maisha yako wakati huu. Bwana sifiwe. Ihubirie watu hiyo njia ya ushindi, ihubirie watu hiyo njia ya baraka. Simama pale kwa njia kuu, waambie watu hiyo matendo tena. Mnajua ya kwamba ni matendo ambayo yamchi Mungu, na waulize swali moja, iwapi njia ambayo ni ya kweli? Iwapi njia ambayo ni ya Kristo? Uliacha wapi? Ni wapi ulitengana na njia? Bwana sifiwe. Wakati unawaambia hivyo, usiwaambie kwa kuwakemea, usiwaambie kwa kuwakelelesha. Preach to them with the two things, with the love and something that we call the companion. Bwana sifiwe. Warekebishe
kwa upendo, waone upendo ulio ndani yako ni upendo wa Kristo, nao watarudi kwa Bwana. Bwana asifiwe. Usiende pale kwa sababu ya kiburi, lakini enda pale kwa sababu ya jina la Bwana, ukahubiri injili njema na injili njema itasikika. Bwana asifiwe. We say that doctrine is a set of belief that changes a person to be like master. Bwana asifiwe. Doctrine is a set of belief that changes a person to be like master. There are things like the word evangelism, hiyo ndio tunaita evangelism, discipleship, and there is something that we call the territorial or societal transformation. When you read it in the book of Acts chapter 2, when you read it from 42 to 47, the Bible talks about the prayer, the ministry of the word of God. Biblia inasema ya kwamba inaongelelea watu ambao walikuwa wanaomba, wanamlaki Mungu pale hekaluni. Acts chapter 2, ukisoma kuanzia 42 to 47, inaongelelea kuhusu prayer. Hiyo nimekupea kama assignment, uende ukajisome vile watu walikuwa wanangojea Bwana, wanamlaki Bwana hekaluni, wamesafisha mioyo yao, wametengeneza njia zao, wanataka Mungu akuje ajibu maombi yao. Bwana sifiwe. Asubuhi ya siku ya leo umeingia kwa lango la kanisa, ama umeingia katika nyumba ya Bwana. The house of God, we pass through the door of Jesus. Mlango ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ako ndani hapa. Ndio ulibisha asubuhi ya siku ya leo, ukasema ya kwamba nataka kuenda kwa nyumba ya Mungu, ambapo lango ni Yesu Kristo. Je, asubuhi ya siku ya leo una uhusiano na mlango na uko ndani? Bwana asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo jiulize, kama uko mahali hapa, ni lazima ukue na uhusiano mwema na mlango ambao ulikuwezesha kuingia hapa. Bwana asifiwe. Mlango ambao uliwezesha kuingia hapa katika nyumba ya Bwana ni mlango wa Yesu Kristo. Na wakati ambapo unakuwa hauna uhusiano mwema na Yesu Kristo, inamaanisha you passed through the fence. Bwana asifiwe. You have never used the door. Bwana asifiwe. Ya kwamba kama uko hapa na una uhusiano mwema na Kristo, au kupitia kwa mlango, kwa sababu mlango ni Yesu Kristo. I don't know where you passed, but the door is Jesus Christ. This morning there are rules to become empowered. Kuna kanuni za kukua empowered by God. Kuna kanuni ambazo zinakuwezesha kukua na uhusiano mwema na huyo mlango, kuwa na uhusiano mwema to enter into the house of the Lord. I want to teach about the rules of becoming empowered. The rules of becoming empowered, and the rule number 1 is creating a conscience of prayer life. Creating a conscience of prayer life. Bwana sifa. Kutengeneza maombi ndani ya maisha yako. Nataka kukuuliza asubuhi ya siku ya leo, siku mahali ulilala, ni nini ulifanya before ulale? Asubuhi ya leo, wakati Mungu amekupa neema na kibali cha kupata asubuhi ya siku ya leo, ni nini umefanya? Ama ni nini imekuwa ndani ya moyo wako ya kwamba ninapaswa kumwambia Bwana ni asante? Wachana na kuamka. Wakati ulifika hapa na ukakuwa ya kwamba ni wewe ulifungua ule mlango. Bwana asifiwe. Ni wewe ulikuwa mwanzilishi wa ibada hapa asubuhi ya siku ya leo. Ni nini ulifanya? Hicho ndicho ambacho ulitunenea katika ibada yetu ya siku ya leo, ya kwamba tutawa na ushindi siku ya leo. Ukisoma katika kitabu cha First Thessalonians chapter 5 verse 17 inaongelea kuhusu maombi. Tutaenda kujisomea na utaona jinsi maombi pale imeongelelewa. Ukisoma pia hiyo James 5:13 inaongelelea kuhusu maombi. Tulisomewa asubuhi katika kitabu cha Philippians chapter 4 verse 6, ile maandiko inasema ya kwamba through thanksgiving let your prayers be known to God. Ama kwa kushukuru, wacha ile mahitaji yako yajulikane kwa Mungu through prayer and supplication. Asubuhi ya siku ya leo nataka kukuambia kwamba ukiisha huu mwaka, tengeneza madhabahu pale nyumbani kwako, kwa familia yako, tengeneza mahali ambapo ni pa maombezi. Bwana sifiwe. Fanya maombezi yako kwa watoto wako, fanya maombezi yako
kwa sababu ya familia yako yote. Bwana asifiwe. Iwe kama ni baba wa familia, iwe ni jukumu lako kuamka usiku na kuomba kwa sababu ya familia yako. Bwana asifiwe. Watoto wakati wanajaribu kuamka, unawaambia laleni, I'm praying for you. This night I want to see the thing that brings sickness to my family. I want to see the thing that bring confusion to my children. Ijapo wa kwamba wakati wanaenda shule ya washikanishi. Bwana asifiwe. Kile ambacho ninatarajia wafanye. Bwana asifiwe. Ikuwe kama wewe ni baba, kama wewe ni mama wa familia, iwe hiyo ni jukumu yako. Saa 9 umeamka kwa sababu ya familia yako, unaenda pale bedroom ya watoto, unaomba. Ukijaribu kwa mkono waambia laleni, I'm here because of you. Bwana asifiwe. Na hiyo itakuwezesha kutengeneza madhabahu pale kwa nyumba yako, ya kwamba shetani atakuwa na nguvu ya kuingia mahali pale. Watoto wako watakuwa wamejawa na ushindi na neema itawaonekania mahali pale. Why do we pray? Why do we pray? The reason is to why we pray. Number 1 is for growth and transformation. Why do we pray? The reason is to why we pray. Number 1 is for growth and transformation. Wakati unaomba ndani ya maisha yako, you grow. Bwana sifiwe. You grow from strength to unainuka, unaanza kukua katika ulimwengu wa kiroho. Unakuwa wakati unaomba na unakuwa transformed. Bwana sifiwe. Pale kwa nyumba yako wakati unaomba, kuna growth. Unatoka kwa kiwango kimoja kuenda kwa kiwango kingine. Usione maombi ni kama titakuwa hivi, lakini inakuletea growth ya kwamba unakuwa, ya kwamba ugonjwa ukikuja ndani ya maisha yako unajua jibu na unakuwa transformed. Mtu ambaye anaomba, tunaona growth kwa maisha yake, tunaona transformation ndani ya maisha yake. So that the first reason as to why we pray. Number 2, for obtaining request and making petitions. For obtaining request and making petition. Tunasema ya kwamba maombi ni njia ambayo tunafanya kuzungumza na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unahitaji kitu kutoka kwa mwenzako unaichisha. Bwana asifiwe. Nasi wakati tunaomba Mungu, we obtain request, yaani ya kwamba tunapeana mahitaji yetu mbele za Mungu, and then making petition. Praise the name of the Lord. There are things we call the encounters, the transformation, the miracles, signs and wonders. They come there. Bwana sifiwe. Unaambia Bwana, asubuhi ya siku ya leo nisamehe. Asubuhi ya siku ya leo nimeitisha hiki na hiki. Bwana wa neema, ninakufanyia kazi. Nataka mfalme wa mbinguni ukanipe neema ya kuweza kukufanyia kazi. Bwana sifiwe. Neema ya kuweza kukutolea moyo wako. Neema ya kuweza kukutolea kile ambacho nilicho nacho. Bwana asifiwe. Ninasemanga ya kwamba the things that you can give, ama kile kitu ambacho unaweza kupeana, umegrow above it. Bwana asifiwe. Ukiona ya kwamba una uwezo wa kupeana simu, Bwana asifiwe, jua uko juu ya simu. Bwana asifiwe. Ukiona ya kwamba kile kitu ambacho unaweza pea Mungu na ulale vizuri bila kulia ni 100 bob, jua kitu ambacho uko juu yake ni 100 tu. Bwana asifiwe. Ukiona, so the thing that you can give, you are above it. Bwana asifiwe. Ukiona uko na nguvu ya kupeana, moyo wako juu unaelewa juu ya hiyo. Bwana asifiwe. Siku ya leo, jua kile ambacho unapeana uko juu yake, yaani umekishinda na umekizidi. Bwana asifiwe. Umejua zaidi ya hicho. Number 3 is creation and spiritual legislation. Creation and spiritual legislation. Bwana asifiwe. Yaani kwa kuumba na katika ulimwengu wa kiroho kugrow. Bwana asifiwe. Spiritual legislation. That is the third reason as to why we pray. The last one is for welfare and prophetic intercession. For welfare and prophetic intercession. Asubuhi ya siku ya leo nataka kumalizia kwa sababu ya wakati, nikisema ya kwamba hizo ndizo sababu ambazo zinakufanya wewe mwenyewe uende ukaombe. Nataka uende ukazirudia na uziangalia kwamba wakati ninaomba mimi, am I growing? Wakati ninaomba mimi, am I receiving grace from God? Hizi vitu ninazipokea kutoka kwa Mungu. Am I having the spiritual
legislation? Am I having something that we call welfare and prophetic intercession? Hiyo ninao ndani ya moyo wangu, na Mungu ataweza kukubariki, na Mungu ataweza kukupa neema na kibali. Tuelekea hapo mwisho wa mwaka, usikue giza ndani ya maisha yako. Usikue umekaa katika giza na unamalizia bado mwaka kwa giza. Bwana asifiwe. Yesu aliye ndani yako, ambaye ulimkiri, yeye mwenyewe wakati tunamtazama tunaona mwangaza. Bwana asifiwe. Lakini katika maisha yetu wakati tunatazama ni kama tunaona giza. Bwana asifiwe. Uingiapo kwenye lango la Kristo, kwenye nyumba ya Bwana, wacha utumie lango na usione lango lile, lakini lango likuwe ni Yesu Kristo. Wakati unakuja mahali hapa, usipitie kwa fence. Bwana asifiwe. Pitia kwa lango, na lango ni Yesu Kristo, na Yesu ataweza kukubariki na kukupa neema yake. Mwangaza huu, hakuna mahali kuna giza kwa mwangaza. Bwana asifiwe. Mwangaza ujapo, kila kitu kinaonekana kuwa nuru. Ushindi wa Bwana wacha ukaonekane ndani yako kwa maisha hii. Usimalizie na complaint ya kwamba Mungu, niliandika 20 things, ya kwamba Bwana asifiwe, ya kwamba ni kama umetoa mpaka zile achievements zangu za mwaka uliopita. Bwana asifiwe. Lakini mwangaza uonekane ndani ya maisha yako, ya kwamba Kristo ana uwezo wa kubadilisha. Kristo ana uwezo wa kukushindania, na neema na baraka za Mungu zitakujia hata mwaka ukiisha. Usijali, usijiulize ni nini nitafanya. Mwambie Bwana, Mungu na Baba yangu ni juu mbinguni, nimemaliza mwaka salama. Ile mambo nilipanga labda sijui kuliendaje, lakini Bwana umenidumisha, umenipa, nimekuwa na afya njema mwaka huu. Nimemaliza mwaka ukiwa umenipa uhai. Je, kuna kitu iko juu ya uhai? Bwana sifiwe. Siku ya leo niende niweke 20 million kwa akaunti ya mtu aliyekufa, itakuwa na faida gani? Bwana asifiwe. Niende niekeze 40 million kwa dead person, tamsaidia kweli. Lakini wakati tuko uhai, tuombe Mungu ya kwamba atatupea kibali na mwangaza uonekane na ulimwengu, ya kwamba wakati wanaona umetoka kanisani, wanaona kweli ile ambayo hekalu unasema umebeba ndani ya moyo wako inadhihirika kweli, na Mungu atakuja kutubariki na kutupa neema. Siku moja nikimalizia, wacha nimalizie kwa kusema siku moja nimeamka pale ninasoma katika kitabu cha Ezekia 37. Nilikuwa najiuliza, kumbe ile maneno ambayo ilikuwa inaongelelewa pale kuhusu mifupa mikavu ilikuwa inaongelelewa wana wa Israeli na Ezekia. Bwana asifiwe. Sikuwa najua ya kwamba Ezekia alikuwa anaongelelea mifupa mikavu kuhusu wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilisoma Biblia ilisema ya kwamba iliongelelea kuhusu wana wa Israeli, ikasema ya kwamba yale mambo ambayo wamepitia, ya kwamba Bwana amekuja kuyafufua. Bwana asifiwe. Yesu siku ya leo amekuja na mwangaza wake kufufua hicho ambacho unaona ni kama kimeisha ndani ya maisha yako, na Bwana wa mbinguni akubariki na akupende. Nataka tukasimame ili tukaweze kuomba, ili tukaweze kuenda mbele za